Wasahu hapa na kusogezea habari za michezo na burudani. Nikilianza na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti hili la Majira linasema watakao kwepa vyumba vya kubadilishia nguo uwanjani kukiona. Karia asema atakayefanya hivyo kukatwa pointi 5. Ataka kila timu iwe na uwanja. Waamuzi kupatiwa mwarobaini. Haleluya. Okay. Seuta Ali anasema dadangu upo vizuri, kutuhabarisha matukio. Tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi. Nisome vipi kuhusu Mayele kasaini Simba? Nisome Seuta Ali na patikana Ngayami Chamwino wilayani Gairo. Asante sana Seuta kwa ujumbe wako, nashukuru sana. Hapana, Mayele hajasaini Simba. Nadhani huko timu za Uarabuni huko. Jina limenitoka ila nitakutana na hiyo habari nitakusogezea. Okay, tupite na hii habari ya watakao kwepa vyumba vya kubadilishia nguo. Halo, wale wa jumba jeupe. Hatari kwa wanaotumia majumba ya dhahabu kubadilishia nguo baada ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuanzisha hatua kali za kinidhamu kwa timu zitakazoshindwa kutumia vyumba rasmi vya kubadilishia nguo viwanjani bila sababu za msingi. Iwapo timu itafanya hivyo, adhabu ya kupokwa pointi 5 itatumika dhidi ya watakaobainika kukiuka utaratibu huo. Akizungumza na waandishi wa habari jana katika makao makuu ya TFF, rais wa shirikisho hilo Wallace Karia alisema hatua hiyo inalenga kuondoa malalamiko ya muda mrefu kuhusu hali ya vyumba vya kubadilishia nguo na kuhakikisha ukweli unajulikana kabla ya maamuzi yoyote kufanyika. Karia alisema TFF imeandaa na kununua vifaa maalum vitakavyotumika kufanya ukaguzi na uchunguzi wa madai yote yatakayowasilishwa na timu kuhusu mazingira ya vyumba hivyo. Tumekuwa tukipokea malalamiko mengi kutoka kwa timu mbalimbali kuhusu vyumba vya kubadilishia nguo. Sasa tumenunua vifaa maalum vitakavyotusaidia kufanya uchunguzi wa kitaalamu ili kubaini ukweli wa madai hayo, alisema Karia. Alisema kuanzia sasa timu yoyote itakayochagua kubadilisha nguo sehemu tofauti na ile iliyoandaliwa uwanjani italazimika kutoa sababu za msingi. Endapo uchunguzi utaonesha kuwa hakukuwa na tatizo lolote lililostahili kuifanyia timu hiyo kukwepa kutumia chumba husika, hatua za kinidhamu zitachukuliwa mara moja. Manara ataka siasa kuwekwa pembeni kuelekea AFCON 2027. Siasa na michezo haziendani. Unaweza kusema hivyo baada ya msemaji wa timu za taifa Haji Manara kuwataka wanasiasa kutenganisha michezo na tofauti za kisiasa. Msemaji huyo alisema maandalizi ya AFCON 2027 yanahitaji umoja wa Watanzania wote. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam siku ya jana, Manara alisema AFCON ni fursa ya kuitangaza Tanzania na kuunganisha wananchi, hivyo haipaswi kuwa sehemu ya mabishano ya kisiasa. Michezo ni ya watu. Siasa zenu ziko nje ya mambo yetu ya michezo. Mpira umetulisha, umetuelimisha na umetupa umaarufu. Tusiruhusu mambo ya siasa yakaubomoa mpira wetu, alisema Manara. Hizi ni habari ambazo zimepewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Naliweka kando gazeti la Majira na ligeukia gazeti jingine hapa, gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari kubwa inasema Makenji avunja rekodi madola. Mwanariadha Winifrida Makenji amevunja rekodi ya taifa ya mbio za mita 200 kwa wanawake iliyodumu kwa miaka 47 katika michezo ya 23 ya Jumuiya ya Madola kwa mwaka 2026 ya Jumuiya ya Madola inayoendelea jijini Glasgow, Scotland. Makenji alitumia muda wa sekunde 23.88 na kuvunja rekodi ya awali ya taifa iliyokuwa inashikiliwa na mwanariadha nguli wa Tanzania Nzael Kiomo kwa muda wa sekunde 23.92 aliyoiweka Agasti 2 mwaka 1979 katika michezo ya Afrika iliyofanyika Dakar pale Senegali. Jumba jeupe la Yanga lazaa pointi 5. Eti laza. Haya, sasa Isaac Muita anasema morning my sister. Good morning Isaac, how do you do today? Haya, mwingine hapa
anakwenda kwa jina la Gerald, anasema burudani dada, uko vizuri hapo mjengoni, asante sana. Ngoja tuangalie bwana, jumba la Yanga limeza jumba jeupe la Yanga limezaa pointi 5. Hii habari siachi hata herufi moja. Ngoja tupite nayo. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limerekebisha kanuni ambazo timu sasa inaweza kupokonywa pointi 5 ikiwa itagundulika imeshindwa kutumia vyumba vya kubadilishia nguo bila sababu za msingi. Akizungumza na waandishi wa habari, rais wa TFF Wallace Karia alisema wameandaa vifaa mbalimbali vitakavyotumika katika vyumba vya kubadilishia nguo. Kumekuwa na malalamiko mengi ya timu kuhusu vyumba vya kubadilishia nguo. Sasa vifaa hivyo tulivyonunua tutavitumia kwa ajili ya kufanyia uchunguzi wa madai mbalimbali ambayo yamekuwa yakisemwa, alisema Karia. Karia alisema ikiwa timu yoyote itatumia vyumba tofauti na vya uwanjani huku uchunguzi ukionyesha hakukuwa na shida yoyote, basi timu hiyo itapokonywa pointi 5 hata kama uwanjani itakuwa imeshinda. Hatua hiyo inakuja baada ya hivi karibuni Yanga kutozwa faini ya shilingi milioni 100 kutokana na kutumia jumba jeupe kwenye mechi dhidi ya JKT Tanzania na watani zao wa jadi Simba pale Mbweni, Dar es Salaam. Aidha, Karia alisema kanuni za usajili wa wachezaji wa kigeni wanaosajiliwa nchini zinataka wachezaji hao wawe wametoka kwenye ligi kuu na wawe wachezaji wa timu za taifa katika nchi zao kama kanuni zinavyoelekeza. Alisisitiza umuhimu wa wadau wa mpira kusoma na kuelewa kanuni pamoja na sheria ili kuepuka mkanganyiko wa makosa yatakayotokana na kutozifahamu. Kuhusu kipengele kilichokuwa kikisambaa mitandaoni kuhusu udhibiti wa wachambuzi wa soka, Karia alisema hakitakuwa sehemu ya kanuni za shirikisho baada ya kuondolewa kutokana na kutokuwa ndani ya mamlaka yake. Karia alisema kipengele hicho kilitokana na mapendekezo yaliyotolewa na wadau mbalimbali wa klabu wakati wa mchakato wa kuandaa kanuni na baadaye kikafutwa baada ya kubainika kuwa masuala yanayohusu wachambuzi yanasimamiwa na sheria za nchi pamoja na vyombo vyenye mamlaka ya kufanya hivyo. Alisema wamepanga kurejesha utaratibu wa kufanya tuzo za mwisho wa msimu katika kipindi maalum cha Disemba au Januari baada ya kuacha muda mrefu kupita baada ya msimu kumalizika, huku shirikisho likianza mazungumzo na wadhamini wanaoweza kuwezesha hafla hiyo. Alisema TFF inataka tuzo hizo ziwe sehemu ya utaratibu wa kudumu sawa na ilivyo kwa tuzo za kimataifa zinazotolewa baada ya msimu kukamilika. Hii ni habari nyingine ambayo imepewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Majira. Twiga Stars kuivaa Burkina Faso. Enoki kuachia EP mpya ya Around Me ni habari inayoendelea ukurasa wa 21. Kabadi kuingia kampeni Agosti 3. Habari inaendelea ukurasa wa 23 kwenye gazeti la Habari Leo. Gwiji la habari Tanzania, jumba jeupe limezaa. Isaac anasema I'm fine, good. David Edward anasema leo sasa Simba leo saa 7 Simba tuna jambo letu. Wacha kama kawaida. Mnasiri gani na hiyo saa 7 Simba jamani, mnaipenda saa 7? Okay, tuligeukia sasa gazeti la Tanzania Leo upande wa spoti. Habari kubwa kwenye gazeti hili inasema kwamba sauti mbona kama inataka kukataa jamani. Habari kubwa kwenye gazeti la Tanzania Leo inasema Karia atangaza vita rushwa betting, wapangaji wa matokeo ligi kuu bara kukiona timu kukatwa pointi 5 zisipoingia vyumbani. Kwani huko vyumbani jamani huwa kuna nini hadi wakatae kubadilishia huko nguo? FIFA yashusha rungu kwa wachezaji Argentina ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Singida Black Stars Simba Sports Club uwanjani leo. Katika mechi ambazo nilikuwa nazisubiria kwa hamu ni pamoja na hii hapa. John anasema Karia hapo kapu Yanga. Hivi hao wachezaji kama wana mikataba na klabu zingine inakuwaje? Ni swali lake huyu. Ni swali lake John. Haya. Okay, Edward anasema Edward jamani punguza ukali wa maneno. Anasema tunaenda kuchafua
Haya bwana Edward. Okay, habari nyingine iliyopewa uzito hapa kwenye gazeti la Tanzania Leo inasema Engineer Hersi atamba bado mmoja Yanga. GSM akaribia kukamilisha usajili wa Feitoto. Beki Simba Sport Club rasmi atimkia Zechia. Ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Tanzania Leo. Na ligeukia gazeti la Taifa Michezo, Taifa Tanzania upande wa michezo. Dayo anasema sielewi kuhusu Faisali. Faisali yuko Azam jamani. Habari kubwa iliyopewa uzito kwenye gazeti la Taifa Tanzania upande wa michezo, habari kubwa inasema TFF ya wafagia waamuzi wenye vioski vya betting. Karia, timu zitakazo kimbia vyumba kupokonywa pointi 5. Jumba jeupe la Yanga la za pointi 5. Ila waandishi. Tetesi zinasema kwamba Barcelona akubali kuhamia Tetesi zinasema kwamba Barcola akubali kuhamia Liverpool. Shime Burkina Faso sio wa kubeza, wana kikosi imara licha ya kufungwa na Ivory Coast. Bifu mpya FIFA UEFA, Infantino apanga kuza umiliki wa kombe la dunia, wenzake wagomea mpango huo. Ni habari nyingine ambayo imepewa uzito hapa. Manara, siasa zisiingizwe kwenye mpira. Tukirudi katika dondoo za michezo kitaifa hapa, Simba Singida Black Stars nani kutangulia kurudi nyumbani leo? Nani? Nye. Sitaki kusema sana. Kimataifa, Nauni nchi pekee isiyo na timu ya taifa ya mpira wa miguu. Na upande wa burudani, Bongo Experience, tukio la kipekee la burudani na lifestyle kufanyika Agosti 8. Ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Taifa Tanzania upande wa michezo na burudani. Na ligeukia gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani, habari kubwa inasema mnataka upi? Nye. We mwandishi uliandika gazeti la Mwana Sport, we huyu mwandishi atakuwa Yanga nini? Nye, lakini mmeona, lakini David Edward anasema leo ndio leo, hata waite mpaka waite Simba baba lao. Okay. David anasema Osman Dumbia anafunga leo. Haya, wacha tuone, muda utaongea. Haya, ngoja tupite na hili gazeti la Mwana Sport. Hili bwana, ukurasa wa mbele kabisa wameweka picha ya kocha wa Yanga Mankoba, halafu maandishi makubwa kabisa yameandikwa kwa rangi ya njano, mnataka upi? Halafu wameweka logo ya Yanga, wakaambatanisha na logo ya Simba, halafu wakaandika hivi, ngao ya jamii Agosti 12. Haya, mnataka upi? Tukianza na Yanga imejenga kikosi chenye ushindani mkubwa eneo la mbele baada ya kuwasajili wachezaji wenye dash. Dayo anasema Simba wanacheza saa ngapi kipenzi? Wanacheza saa 2 usiku nadhani kama sikosei, saa 2. Haya, unataka ipi? Tuanze na mfumo wa 4-5-1. Kuna Abuya, kuna Maxi, ni ngao ya jamii Agosti 12. Hello ana Simba, are we together? Mnataka upi? Mfumo wa 4-5-1, kuna Abuya, kuna Maxi, kuna Zakaun, kuna Shalulile, kuna Kangwanda na kuna Toure. Tukigeukia mfumo wa 4-4-2, hapa kuna Okelo, kuna Abuya, kuna Mudathir, kuna Maxi, kuna Mzize, kuna Depu. Halafu tukifuatia na mfumo wa 4-3-3, hapa kuna Okelo, kuna Abuya, kuna Mwijage, kuna Mzize, kuna Shalulile, kuna Chuga. Mnataka upi? Yanga safari hii jamani, nyie mimi mnanitisha, nacheka lakini naogopa. David anasema Dombia bonge la mchezaji. Okay.
Fahadi anasema anaangalia kutoka Pemba. Asante sana kutoka pale Pemba. Mseme jamani, mnataka upi? Mnataka mfumo upi utumike? Kagame leo Ijumaa Jamusi watacheza na Mogadishu City saa 2 kamili usiku pale Kigali Pele. Ushindi muhimu Simba versus Singida. Nani atarudi nyumbani siku ya leo? So atishio Nation anza mikwara, ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. TFF yaja na rungu la kukata pointi, habari kamili inaendelea ukurasa wa 14. Mbappe amkaribisha Zidane Ufaransa, ni habari inayoendelea ukurasa wa 19 kwenye gazeti la Mwana Sport. Kata kiu ya michezo na burudani. Kiu haijakatika. Usiwe na shaka, usitie uasi. Ndio kwanza tunaligeukia gazeti la Wamachinga upande wa sport na habari kubwa kwenye gazeti la Wamachinga. Habari kubwa hapa inasema VAR kutumika msimu ujao. Simba ya moto Ngorongoro. Manara Samata muhimu Stars. Kayombo ajiunga na Polisi Tanzania. Geita Gold kutumia uwanja mpya. VAR kutumika msimu ujao. Ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Gazeti la Zanzibar Leo hili linasema ujenzi uwanja wa Afcon Fumba wafikia 75%. TFF ya kazameno kanuni ligi kuu. JKU KVZ zaendeleza ubabe netiboli. Ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. David anasema mifumo yetu tunaitaka wenyewe, waje tu hiyo siku. Haya, mmeambiwa mje tu hiyo siku mifumo. Haya bwana. Gazeti la Mwanahabari upande wa michezo, habari kubwa hapa inasema TFF yazibana timu kuvalia nje eneo la uwanja. Job Mzize warudi na hali mpya Yanga, ni habari nyingine uliopewa uzito hapa. Habari nyingine inasema kwamba Mayele atua Al Ahil ya Tripoli. Kuna mtu aliuliza Mayele amesaini Simba. Ameenda Al Ahil ya Tripoli. TFF Julio kajilipua mwenyewe, ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Nyota wapya waipa jeuri Mbeya City. Ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Mwanahabari upande wa michezo na burudani. La 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 la. Mabula Maduhu anasema namba 6 ya Yanga inaiwekea Simba hofu. Nye kuna shabiki mmoja wa Simba alivyosikia kwamba zile tetesi zilizokuwa zinasema kwamba Faisal anaenda Yanga, asema jamani, Yanga iwe na Faisal iwe na Shalulile. Yani unajua ni alipaniki, utasema yeye ndio huwa anaingia uwanjani kucheza. Mabula, ujumbe wako bwana umenikumbusha huyo jamaa. Mabula anasema namba 6 ya Yanga inawawekea Simba hofu. Jamani, msiogope. Ukiona una hofu, kwa wale wa Kristo basi usome Zaburi ya 23. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Na ile Zaburi ya 27. Ni Zaburi ya 27. Ni muogope nani? Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni muogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Someni Zaburi ya 27 wana Simba kama mna hofu, kama alivyosema kama alivyosema Mabula. Okay. Jamani, David anasema kwa hiyo namba 6 inacheza. Mabula, umemsikia David Edward anasema kwa hiyo namba 6 inacheza. Mabula amesema namba 6 ya Yanga inawawekea hofu Simba. David akasema kwa hiyo namba 6 inacheza. Haya, namba 6 haichezi, ila anayekaa hapo, mtu anayekaa kwenye hiyo namba ndio anacheza.
Haya, upande wa magazeti kwa Ijumaa ya leo tuhitimishe na gazeti la Uhuru vijijini michezo. Habari kubwa inasema kiama utovu wa nidhamu ligi kuu. Imeelezwa kuwa timu zitakazobainika kukiuka kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu wa mwaka 2026-2027 zitapokwa alama 5. Hayo yameelezwa jana na Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF Wallace Karia alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mabadiliko ya kanuni. Na hii habari ni habari ambayo imeapia kwenye magazeti mengi ya siku ya leo. Yaani tunaweza kusema katika michezo, hii ni habari kubwa kwenye michezo. Yanga imezaa pointi. Yanga imezaa pointi 5, jumba jeupe. I don't know jumba jeupe, jumba la dhahabu la Yanga. Peter anasema madamu mzima wewe, mimi mzima kabisa. Anasema hatuna hofu, ila sasa namba 9 hatuna, kweli tunaona mikimbio tu. Okay, asante sana Peter. Anasema yeye hana hofu, ila namba 9 hawana. Fahadi anasema waambie Simba waache janja wasajili. Nyie kuna jana bwana, kuna mtu amecomment, kuna video nimeipandisha YouTube, alafu kuna mtu amekuja amesajili, amecomment kwa hisia sana. Akasema yeye ni shabiki, akasema mimi ni shabiki wa Simba kindaki, lakini usajili wa Simba msimu kwa kweli mimi si uelewi kabisa. Yani wamesajili wachezaji wa mafungu. Ila nyi watu mna maneno sana. Okay, David Edward anasema hiyo yote mikwara tu, aje tuone, tuna Kagoma namba 6 yenu tuone. Okay, wao wanatamba na Kagoma. Sawa, muda utaamua. Muda utasema kweli. Uzuri bwana, wanakuambia kila kitu kipe muda. Chochote kinachotokea kwenye maisha yako kipe muda. Muda ni swala la muda tu. Muda huwa udanganyi bwana. Habari nyingine iliyopewa uzito kwenye gazeti la Uhuru hapa inasema Shime azitaka pointi 3 Burkina Faso. Saa chache kabla ya kushuka dimbani, kocha wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars Bakari Shime amesema anahitaji pointi 3 mbele ya Burkina Faso katika mchezo wa leo. Twiga Stars inatarajiwa kushuka dimbani katika mchezo wake wa pili wa michuano ya fainali za kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake wa AFCON 2026 utakaochezwa uwanja wa Larbi Zaoul mjini Casablanca nchini Morocco. Tanzania itaingia katika mchezo huo huku ikiwa na kumbukumbu ya ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Afrika Kusini. Timu ya Burkina Faso itaingia uwanjani ikiwa imepoteza mechi ya kwanza mbele ya Ivory Coast baada ya kuchapwa mabao 4-1. Akizungumza jana kuelekea katika mchezo huo, Shime alisema wamefanya maandalizi ya kutosha, kwani lengo lao ni kushinda kila mchezo wa kundi lao. Alisema amefanya marekebisho mapungufu yaliyojitokeza katika mchezo uliopita ili kufanya vizuri katika mechi dhidi ya Burkina Faso. Tumejipanga vizuri kuhakikisha tunapata ushindi katika mchezo wetu dhidi ya Burkina Faso. Kila mchezaji upo fiti kuelekea katika mchezo huo muhimu, alisema Shime. Habari inaendelea ukurasa wa 19. Juve Mwani mambo safi. Makala wataka waliolipwa fidia miradi ya AFCON 2027 kuondoka. Nidhamu Yanga ilitozwa faini ya shilingi milioni 100 baada ya kubadilisha nguo jumba la dhahabu. Judo kutupa karata ya kwanza madola ni habari inayoendelea ukurasa wa 19. Arteta ahidi usajili wa kishindo Arsenal. Habari inaendelea ukurasa wa 18 kwenye gazeti la Uhuru kwa Ijumaa ya leo. Na gazeti hili la Uhuru linanikamilishia magazeti ambayo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo.